Sehemu ya 5. Neema alipokubali kuwa shahidi wa manunuzi ya kiwanja na ujenzi wa siri wa dada yake, hakufanya hivyo kwa nia mbaya wala kwa kutaka kuivunja ndoa ya Amina. Alifanya kwa imani ya undugu na uaminifu wa damu, akiamini anamsaidia dada yake kujilinda. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zikisonga, uamuzi huo ulianza kubadilika kutoka msaada wa kimya kuwa mzigo mzito wa dhamira. Mzigo ambao haukuonekana kwa macho, lakini ulihisiwa kila alipokuwa karibu na familia ya dada yake. Neema alipokuwa akifika nyumbani kwa Amina, alishuhudia mambo yaliyomchanganya zaidi. Alimwona Juma akicheza na watoto, akiwabeba begani, akicheka nao bila wasiwasi wowote wa dunia. Mwanamume aliyerudi nyumbani si kwa sababu ya mali, bali kwa sababu ya familia. Alimsikia Juma akizungumza kwa upole, akimshirikisha Amina mipango ya kesho, ndoto za watoto, hata mawazo madogo madogo ya maisha. Na kila neno hilo lilikuwa kama sindano ndogo inayochoma dhamira ya Neema, kwa sababu yeye alijua kuna ukurasa mkubwa wa maisha ya Amina ambao Juma hajawahi kuuona. Kila alipokuwa akiondoka pale nyumbani, Neema alijikuta akibeba mawazo mazito, akijiuliza ni kwa nini mtu mwema kama Juma aishi kwenye ndoa ambayo haijamwambia ukweli wake wote, na kwa nini dada yake ambaye alipendwa kwa uwazi achague kujilinda kwa siri badala ya kuamini. Mara nyingi alijaribu kujifariji kwa kusema labda Amina ana sababu zake, labda dunia imewafundisha wanawake kuwa waangalifu, lakini hata hoja hizo hazikuweza kuzima sauti ya ndani iliyokuwa ikimwambia kuwa uaminifu uliovunjwa kimya kimya huumiza zaidi kuliko kosa la wazi. Mzigo huo wa ndani ulizidi kuwa mzito pale maisha ya Neema ilipoanza kuyumba. Changamoto za kifedha zilimkumba kwa wakati ambao hakutegemea, madeni yakaanza kugonga, usingizi ukamkimbia, na hofu ya kesho ikaanza kumzingira. Katika hali hiyo, mtu pekee aliyemwona kama kimbilio lilikuwa Amina, dada yake aliyekuwa sasa ana nyumba, ana wapangaji na mapato ya kila mwezi. Ombi lake la msaada halikuwa la anasa, bali la dharura, ombi lililotoka kwenye uchovu na kukata tamaa. Neema alipomwomba Amina msaada, alifanya hivyo kwa unyenyekevu na matumaini, lakini majibu aliyoyapata yalikuwa mafupi na makali zaidi alivyotarajia aliposema, kwa sasa sina. Maneno hayo yalimuumiza Neema zaidi alivyotarajia, kwa sababu hayakuwa tu kukataliwa kwa msaada, bali yalionekana kama kufutwa kwa ukweli aliyoufahamu. Akajiuliza moyoni, inawezekanaje mtu mwenye nyumba, wapangaji na mapato kusema hana, wakati yeye ndiye aliyebeba siri nzima ya mafanikio hayo? Hasira ilianza kupigana na maumivu ndani ya moyo wa Neema, akihisi kama anabeba mzigo wa siri ya mtu asiye na kosa, na kila alipojaribu kukaa kimya, dhamira yake ilizidi kumkataa. Maswali yakaanza kumtesa usiku na mchana. Je, kunyamaza kwake kunalinda familia au kunazidi kujenga jeraha? Je, uaminifu wa damu ni muhimu zaidi kuliko haki ya ukweli ndani ya ndoa? Na hapo ndipo Neema alianza kufikiri kwa njia ambayo hakuwa amewahi kufikiri kabla, akijikuta akisimama kwenye mstari mwembamba kati ya kulinda dada yake na kumwambia ukweli mwanamume asiye na hatia. Kila hatua aliyofikiria ilionekana na maumivu yake, lakini aligundua jambo moja, kwamba kuendelea kunyamaza kulikuwa kunamuua pole pole ndani yake, na kwamba siku ukweli utakapovuja, athari yake itakuwa kubwa zaidi. Maswali hayo yakaanza kumsukuma taratibu kuelekea uamuzi ungebadilisha kabisa hatima ya ndoa ya Amina na Juma. Itaendelea sehemu ya 6. Usiache kufuatilia YouTube kupata simulizi yote.